Naitwa Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Julishaeli Mfinanga, lakini pia ni kamanda wa zimamoto na uokoaji mkoa huu wa Dodoma. Kwa wastani kwa mkoa huu wa Dodoma matukio ya moto ni ya wastani, sio ya kutisha sana tukilinganisha na mikoa mingine, lakini kwa tatizo la mkoa wa Dodoma au kwa kipindi cha kiangazi matukio yanakuwa ni mengi zaidi, matukio ya moto, na hasa hii mioto inayotokana na watu wanaochoma nyasi. Aidha wengine wanachoma kwa nia ya kusafisha mashamba, lakini pia wengine wanachoma kwa sababu ambazo hazijulikani, lakini pia kuna wengine wanachoma nyasi ambazo ziko pembezoni mwa barabara. Sasa yote hayo kwetu ni matukio ya moto, na yote hayo tunapopata taarifa kwamba kuna tukio la moto kama hiyo, bila kujali kwamba ni moto wa nyasi au ni moto wa nyumba au ni moto wa gari au ni moto wa nini, sisi kwetu yote ni matukio ambayo tunapaswa tuende tukatoe huduma stahiki inayohitajika. Kwa ujumla kwa mkoa wa Dodoma hatuna matukio mengi sana yanayotokana na sababu za kiumeme. Kwanza ifahamike kwamba mpaka useme kwamba tukio hili la moto limetokana na umeme, mpaka huo umepata vile viashiria halisi, mpaka huo umefanya utafiti wa kina wa kutosha. Yaani kwa utafiti tunaofanyaga sisi baada ya matukio ya moto kutokea ambao ni fire investigation, huwa mengi tunabaini kwamba vyanzo vingi havitokani na umeme. Japo kwa wananchi wengi, watu wengi wa kawaida wamezoea kuona kwamba karibu kila moto unaotokea kwenye nyumba au kwenye jengo lolote, mara nyingi wamezoea kuhisi kwamba pengine limetokana na hitilafu ya umeme. Hitilafu ya umeme ina sababu zake. Kwa mfano kama ukisikia kuna mtaa mzima umekumbwa na tatizo hilo, labda nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu kwa mfuatano, au labda pengine nyumba ya kwanza TV imeungua, nyumba ya pili friji lilikuwa limewashwa limepata shida, nyumba ya tatu taa zimeungua zote. Kwa hiyo hapo kunakuwa na viashiria kwamba hilo ni tatizo pengine la umeme ule wa kupanda na kushuka. Inapotokea matatizo ya ndani ya nyumba yenyewe, hata kama imetokana na uchakavu wa miundombinu ya umeme, huwa hatuwezi tukayatemu moja kwa moja kwamba yamesababishwa na umeme. Ule unakuwa ni uzembe wa mtumiaji wa ile nyumba kutokufanyia uangalizi mzuri wa wiring. Pengine ni ya muda mrefu sana na ameitumia kwa kipindi kirefu, hajawahi hata kuifanyia check up, au labda pengine kuna sababu nyingine zinatokana, labda pengine kama kuna maeneo yana lose connection, au labda pengine kufanya overloaded kwenye circuit, switch socket. Hivyo ndio vyanzo ambavyo tunaweza tukasema kwamba moto huu umetokana na umeme, lakini vinginevyo inakuwa ni sababu nyingine, hasa nyingine za kiuzembe. Ndugu mtangazaji na ndugu mwandishi wa habari, ni kweli kwa mkoa wa Dodoma kwa kipindi hicho, kabla halijawa jiji la Dodoma na kabla ya shughuli zote za serikali kuhamishiwa makao makuu Dodoma hapa, pengine kwa kipindi hicho alikuwa anatosheleza, lakini kwa hali ya sasa mimi ukiniuliza mimi kama mtaalamu wa zimamoto, naweza nikakwambia pengine hayatoshi, kwa sababu Dodoma ya sasa hivi, Dodoma ya mwaka 2021 sio Dodoma ya mwaka 2015 wala sio Dodoma ya mwaka 2018 wala na 19. Kuna mabadiliko makubwa sana. Hivyo yatakuwa yaendane pengine na miundombinu kama hii. Itakuwa pengine yaendane na vifaa kama hivi tulivyo navyo, ikiwemo ni magari ya kuzimia moto. Labda kwa sasa mnayo magari? Kwa sasa hivi tunayo kwa mkoa wa Dodoma wote tunayo magari matatu ambao ndio yanayofanya kazi vizuri, ambapo gari moja liko pale uwanja wa ndege, lakini gari moja liko hapa kituo cha Dodoma mjini, na gari lingine liko Chamwino. Hayo ndio tulionayo na yanayoshiriki kutoa huduma hasa za kuzima moto na kuokoa pindi zinapohitajika. Lakini katika hayo magari, na gari ambalo linategemewa hasa ni hili hapa mjini, kwa sababu hili ndio linaenda mioto ya aina zote. Kwa mfano la airport huwa tulitegemei, tunalitaja tu kwamba liko kwenye mkoa wangu wa Dodoma,
Yaani kiuhalisia liko kwenye kazi maalum ya uwanja wa ndege ambalo haliwezi kutoka pale kwenda kuzima moto maeneo mengine wakati linatakiwa litoe huduma pale kwenye uwanja wa ndege. Hali kadhalika hata lililoko Chamwino, ile tunasema liko kazi maalum, linafanya kazi maalum kule Chamwino. Kwa hiyo na lenyewe hatulitegemei sana kwenda kuzima mioto hii ya kawaida kutokana na unyeti na sababu ambazo zilionekana kwamba panapaswa pale pawe na gari. Kwa hiyo tukiachilia hivyo tunakuta kwamba kwa mji wa Dodoma hasa gari ambalo tumebakia nalo active ambalo linafanya kazi masaa yote ni gari moja. Nashukuru sana mwandishi. Ni kweli yanapopelekwa maombi hayapelekwi kwa mkoa mmoja mmoja. Huwa yanapelekwa kwenye mamlaka zinazohusika kutokana na kuelezea hali halisi ya jeshi kwa sasa hivi, lakini na uhitaji halisi unaohitajika pengine hata kwa nchi nzima. Kwamba kama tunavyoongelea hali ya Dodoma hivi, labda pengine tungepata nafasi ya kuongelea mikoa mingine huko, tungekuta hizi hali hazitofautiani sana. Kwa hata uhitaji unaohitajika ni ule uhitaji wa pamoja. Kwamba mikoa mingine inahitaji, lakini na Dodoma specific na yenyewe inahitaji, kama nilivyotangulia kusema kwamba hatuna magari ya kutosha na taratibu za upatikanaji wa hayo magari zinaendelea kwa level ya serikali. Kwa sababu ya magari serikali kuu ndio inayonunua na sisi tunabakia kuwa watumiaji au wafanyaji kazi wa hayo magari. Mwezi wa 4 wa mwaka 2021 tulipokea matukio ya moto 6, ya maokozi yalikuwa 4, lakini kwa mwezi wa 5 tulipokea matukio ya maokozi matukio ya moto yaliyoripotiwa yalikuwa ni 16, ya maokozi yalikuwa ni 4, na kwa mwezi huu Juni mpaka kufikia sasa hivi tarehe ya leo tumepokea matukio ya moto 20 na ya maokozi 3. Kwa utagundua kwamba inawezekana siku ikapita bila kupokea taarifa ya tukio la moto au maokozi, lakini kaja kutokea siku nyingine mnapokea matukio zaidi ya 1 au zaidi ya 2. Kupita moja kwa moja wiki nzima bila kupokea taarifa ya tukio la moto au maokozi mara nyingi haitokei sana. Siri ya mafanikio ya kupungua kwa matukio ya moto kwa mkoa wa Dodoma, kwanza kabisa kwa sasa tumejikita kwenye kutoa elimu. Kwa sasa hivi hatufanyi kama ilivyokuwa mifumo ya zamani kabla halijatangazwa kuwa jeshi mwaka 12-13. Baada ya kutangazwa kuwa jeshi kamili mwaka 2012-13, sasa ilikuja na sheria kwamba tutoe elimu ili kila mwananchi, kila mtu yote popote alipo awe na uelewa kuhusiana na masuala ya moto. Kwa mfano, tunatoa elimu mashuleni, vyuoni, sehemu za mikusanyiko, lakini pia hata kwa mtu mmoja mmoja. Lakini pia tunafanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Na kupitia ule ushauri, ule ukaguzi unatusaidia sisi kwanza wenyewe kuona kwamba wananchi wanauelewa kiasi gani juu ya kupambana na majanga yatokanayo na moto, lakini pia ile elimu inawafikia wananchi moja kwa moja. Hata yule mtumiaji wa jiko la gesi, mtumiaji wa jiko la mkaa, mtumiaji wa chombo chochote, kwa sasa hivi anafahamu kwamba nini akifanye tukio la moto lisitokee. Lakini aidha kama litatokea kwa bahati mbaya, nini akifanye kwa haraka ili kudhibiti ule moto usilete madhara makubwa sana. Kwa mfano, elimu yetu inaambatana na kuwafundisha, kuwaelekeza namna ya kutumia hivi vifaa vya kuzimia moto vinavyobebeka, hizi portable fire extinguishers, na zimekuwa ni msaada mkubwa sana. Hata mioto mingi, hata matukio mengi ya moto yanayoripotiwa ni machache sana, pengine ni asilimia ndogo sana. Tunafika hapa tunakuta pengine limeunguza nyumba yote au chumba chote. Matukio mengi tunakuta tunafika pale tunakuta tayari wameshajitahidi kuzima moto kwa kutumia vifaa vinavyobebeka, hizi portable fire extinguishers. Kwa hiyo kwa kutumia mfumo huo imesaidia kupunguza matukio ya moto kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia lingine ni Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kupitia sheria zake na kanuni
zimeelekeza kwamba majengo yote yanayojengwa, michoro yake, ramani zake zipite au ziletwe hapa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ajili ya kukaguliwa. Sio kukaguliwa tu, kusomwa na kutolewa maelekezo mbalimbali. Kwa hiyo pale ramani inapopita hapa ofisi za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tukagundua kwamba ile ramani au ule mchoro wa lile jengo itakapokamilika halina namna nzuri za kuweza kupambana na moto, huwa tunalishauri kwamba lijengwe tofauti na vile mchoro unavyoonyesha. Kuna maeneo mbalimbali tunayaamendi, tunayatolea maelekezo, na hiyo imechangia sana kupunguza matukio haya ya moto. Ni kweli katika wilaya 7 tulizonazo hapa mkoa wa Dodoma au jiji la Dodoma, ni kweli kwa hizi wilaya nyingine kuna baadhi ya wilaya tumefanikiwa kufungua ofisi, na bado mchakato wa kufungua ofisi unaendelea ili kuhakikisha kwamba elimu inawafikia wananchi. Wakati huo serikali nayo inaendelea kufanya mchakato wa magari, kwa sababu itakumbuka kwamba kinachotangulia kwanza ni ofisi. Baada ya ofisi kwa ajili ya kutoa elimu na ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto, lakini baada ya hapo ile ofisi inakuwa na hadhi ya kituo. Hadhi ya kituo ni pale ambapo sasa tuna ofisi, tuna gari na tuna vitendea kazi mbalimbali. Kwa hiyo tayari tumeanza na hatua hizo kufungua vituo, ofisi kwenye wilaya zetu kwa ajili ya kutolea elimu na kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kwa upande wa magari, bado kama nilivyotangulia kusema kwenye takwimu zangu hapa, bado kuna wilaya ambazo bado hazina magari, na wamekuwa wakipata msaada wa kuzima moto pindi inapohitajika kwa magari yaliyoko hapa mjini, lakini pia na kwa magari yaliyoko mikoa ya jirani. Kwa mfano kama sisi tunafahamu kwamba kuna mipaka ya kimikoa na mkoa, lakini wakati mwingine tukio linapotokea karibu kabisa na mkoa mwingine, huwa mkoa ulioko jirani unaenda kutoa ile huduma stahiki. Niseme tu kwamba wakazi wa jiji la Dodoma wategemee huduma nzuri na huduma zilizoboreshwa na huduma ambazo sasa zitapatikana kwa wepesi kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kama nilivyotangulia kusema kwamba tuko kwenye maboresho na tayari tumeanza na kazi inaendelea. Changamoto kubwa tulionayo bado ni vitendea kazi. Kwa mfano kama nilivyoshatangulia kusema kwamba kuna changamoto kubwa hasa ni magari na vitendea kazi vingine, kwa sababu kwa kazi yetu haitegemei magari peke yake. Kwa mfano kama ni watu wamezama kwenye maji, tunategemea tupate boti za uokozi, tupate vifaa vya kuingilia kwenye maji ambavyo vingine tunavyo hapa, na kuna baadhi ya mikoa ina vifaa kama hivi vya kisasa kabisa, lakini bado havijaweza kuenea nchi nzima. Kwa hiyo tuna mikoa ambayo ina maboti tayari, na kwa sasa hivi kila mkoa una vifaa hivi vya awali vya kutolea huduma kwenye maeneo ya maji kama watu wamezama, zikiwemo hizi life ring, life jacket na vinginevyo. Na kila mara tumekuwa tukiendelea kuwakumbusha wananchi wetu kwamba hizi namba zitumike pindi zinapohitajika kutolewa huduma ya dharura au huduma stahiki. Zisitumike kwa matumizi yasiyo stahili. Kwa mfano kama unavyosema, kweli wapo wananchi ambao ukishawatajia ni namba ya bure ambayo haitozwi chochote, ambayo hata simu kama haina vocha bado unapiga simu inapokelewa. Kweli nakiri kwamba kuna wananchi ambao wamekuwa ni wasumbufu, wamekuwa wakichezea hii namba bila sababu yoyote na bila pasipo na tukio. Hawaarifu chochote, lakini anapiga simu tu. Simu ikipokelewa pale anajitambulisha tu, anasema nilifikiri kwamba mna huduma ya kurusha vocha, wakati anafahamu kwamba hii ni namba ya dharura. Kwa hiyo tumeendelea kutoa elimu, lakini pia tuendelee kuwaomba wenzetu wadau wa habari kama ninyi ni watu muhimu sana. Bado tuendelee kuelimisha jamii. Wakati mwingine ni jamii kukosa uelewa, ni wananchi kukosa uelewa, kwa sababu ni elimu hiyo inahitajika, na naamini kwamba hatuwezi kusema kwamba tumewaambia kwa siku moja wakaelewa na wakaipata elimu ya kutosheleza. Lakini tutakapokuwa tunaendelea kila siku kutoa elimu,
wataendelea kuelewa kidogo kidogo, mwisho wa siku wataona umuhimu wa hii namba na kuitumia kwa matumizi stahiki. Mwisho kabisa mimi niseme tu kwa wananchi wa Dodoma na kwa jiji la Dodoma kwa ujumla kwamba tuendelee kuiamini zimamoto, lakini pia tunapoona wanaenda kwenye matukio tutoe kipaumbele kuwapisha barabarani ili wawahi wakaokoe maisha na mali za watu, lakini pia tusitumie hii namba ya dharura kwa matumizi yasiyostahili. Lakini pia tujitahidi sana wananchi wa jiji la Dodoma na wengine wote wanaonisikiliza kutii na kutekeleza yale yanayoelekezwa na wataalamu wetu wa zimamoto. Kwa mfano, pamekuwa hata na kutokuelewa kwa wananchi pindi wanapotaka kujenga majengo. Sheria imeelekeza wazi wazi kwamba ramani zote, michoro yote ipite Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ajili ya kukaguliwa, kwa ajili ya kusomwa na kutolewa maelekezo, lakini wengine wamekuwa wakikaidi, wengine wamekuwa wakiona hakuna ulazima, wamekuwa wakiona hakuna sababu. Kwa hiyo tunaomba tuendelee kuwapa elimu ili ifike mahali yale yanayotakiwa kufanywa wanajeshi ili yafanywe kwa wepesi, lakini kwa kushirikiana na wananchi pale watakapokuwa wameelewa madhumuni halisi na kazi halisi za jeshi.